Niko vizuri sana. Nashukuru sana kuwa hapa katika kipindi hiki cha Big City Breakfast. Ndio. Kwa ajili ya kuwajulisha Watanzania walipa kodi kwamba kipi kifanyiki katika kipindi hiki cha kuelekea Juni 30 mwisho wa mwaka wa fedha 2025 2026. Tukumbushane. Asante sana. Karibu. Nashukuru sana. Mwaka ulipoanza mwaka huu wa fedha 2025 2026 tulikuwa na malengo mbalimbali kama taasisi na malengo hayo yanakuwa katika muktadha wa aina mbili. Mwanzo huwa tunakuwa na malengo ambayo yanaongozwa na plani ya miaka mitano. Kipindi hiki tulikuwa na plani ya kuanzia 2022 2023 hadi 2026 27. Hii ni corporate plan ambayo ilikuwa inatuongoza kwamba kipi kifanyike katika kipindi fulani. Sasa tunapoelekea pia ukingoni mwa corporate plan hii, tulikuwa na malengo mahususi kama manne. Kwanza ilikuwa ni kuwahusisha walipa kodi, kwamba walipa kodi tulikuwa kama wako mbali na sisi. Sasa tukiwa tuwasogeze karibu katika kipindi hiki cha corporate plan hii ya 22-23 hadi 25-26. Na lengo hili limezidi kutimia zaidi katika kipindi hiki cha mwaka wa fedha huu. Cha pili ilikuwa ni kuimarisha mifumo ya tehama. Mara nyingi mlipa kodi anakuwa anakutana na gharama mbalimbali katika taratibu zake za ulipaji wa kodi. Sasa katika uboreshaji wa mifumo ya tehama ilikuwa ni njia rahisi ya kumpunguzia gharama hizo, kwamba badala ya yeye kusafiri umbali mrefu labda kwenda kukata tini ofisi za TRA, popote alipo tumrahisishie kwamba aweze kupata tini yake moja kwa moja akiwa amekaa nyumbani kwake ama ofisini kwake, kwa kuboresha mifumo. Taratibu za kulipa kodi pia, kwamba badala ya yeye kutoka ofisini kwenda TRA kwa ajili ya kupata tu control number, tumrahisishie huyu mlipa kodi taratibu za kupata control number. Muda wote anapojisikia kutoa hizo control number, basi atoe na aweze kulipa. Kulikuwa na mahitaji wakati mwingine wa tax clearance certificate. Ilikuwa inamlazimu huyu mlipa kodi kupata tax clearance certificate, asafiri umbali wa kutoka alipo kwenda ofisini kupata hiyo tax clearance certificate. Kwa hiyo sasa lengo ilikuwa ni kurahisisha, pia kumrahisishia mifumo ya tehama aweze kulipa kodi kwa urahisi. Jambo jingine ni kuongeza ubunifu, kwamba kama TRA tufanye nini katika kipindi hiki ili tuweze kuwavuta watu wengi. Unajua kodi ni wigo mpana zaidi. Sasa unakuta kwamba unapata kodi sehemu, lakini kuna baadhi ya sehemu ambazo unaziacha. Mfano sasa tupo kidigitali zaidi. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna kodi ambazo tulikuwa tunaziacha upande wa digital, lakini tumeanzisha idara maalum kabisa ambayo inahusika na masuala ya ukataji wa kodi kidigitali, yani kodi za kidigitali. Hiyo ni katika taratibu hizo za kuongeza ubunifu. Sasa kwa malengo ya kifedha mwaka 2025 2026, serikali ilituwekea lengo la kukusanya trilioni 36.06. Ambalo sasa lengo hilo ilibidi tuje na mbinu mbalimbali za kuweza kufikisha lengo hilo. Moja ni kuongeza uelewa kwa walipa kodi. Mara nyingi kumekuwa na malalamiko, kulikuwa na malalamiko kwamba hapo kwenye uelewa ndio hapo ndo penye mdahalo. Haina shida. Kwa hiyo hapo ndo penye mdahalo. Naomba tusimame hapo kwanza. Haina shida. Kwenye uelewa. Unajua kuna mtu akitusikia saa hizi ukimwambia mwaka wa fedha, asilimia kubwa ya watu hawaelewi. Sawa kabisa. Especially kwa mtu ambaye anajijua kwamba anatakiwa kulipa kodi. Ndio. Baadhi ya watu hawaelewi. Ndio. Tueleweshe kwenye uelewa, mmefikia kwenye kiwango gani kwenye swala la mtu kuelewa kwanza mwaka wa fedha, lakini na kuelewa ni kwa nini natakiwa kulipa hiki kitu. Okay, sawa. Mwaka wa fedha mara nyingi ni mwaka wa kiserikali, kwamba mwaka wa serikali unaanzia tarehe 1 mwezi wa 7 hadi tarehe 30 mwezi wa 6. Hiyo imewekwa mahususi kabisa. Kwa nini tarehe 1 mwezi wa 7 hadi tarehe 30 mwezi wa 6? Tunapozungumzia 1 mwezi wa 7 tunazungumzia 1 mwezi wa 7 unaofuata. Ndio. Mwezi wa 6 tarehe 30 mwaka unaofuata ndio mwaka wa
wa fedha ama mwaka wa serikali. Kipindi hicho ni kipindi ambapo bunge limekaa chini na kujadili bajeti ya kila wizara. Sasa utekelezaji wa hizo bajeti ya kila wizara unaanza hiyo tarehe 1 mwezi wa 7 hadi tamati tarehe 30 mwezi wa 6. Sambamba na hivyo pia kikodi sasa. Tunakuwa na walipa kodi ambao tumeweka katika makundi mawili ambao ni vipindi vya kulipa kodi. Kuna watu walipa kodi ambao wanalipa kodi kuanzia tarehe 1 mwezi wa kwanza hadi tarehe 31 mwezi wa 12. Hawa walipa kodi wanaotengeneza hesabu, yani makampuni yanakuwa yanatengeneza hesabu, vitabu vya kiasibu. Huwa wanapewa miezi 6 baada ya tarehe 31 mwezi wa 12 kwamba waandae hesabu zao. Ikifika tarehe 30 mwezi wa 6 wawe wameshatuma hesabu zao za mapato na kulipa kodi ya mapato ya kampuni. Sawa. Halafu tunalipa kodi ambao wanafika ofisini kwa ajili ya kufanyiwa makadirio. Kwamba ikifika ile tarehe 1 mwezi wa kwanza hadi tarehe 31 mwezi wa 3 ni kipindi cha makadirio. Hao ni wafanyabiashara wadogo na wanalipa kodi kwa mihula. Kuna muhula wa kwanza ambao unaanza mwezi wa kwanza hadi mwezi wa 3, alafu kuna muhula wa pili mwezi wa 3 hadi wa 6, muhula wa 3 mwezi wa 6 hadi wa 9, na muhula wa mwisho ni mwezi wa 9 hadi wa 12. Hawa wanakadiriwa ofisini na wanakuwa wanalipa kodi yao kwa njia ya mihula. Na hao pia mmewapa access ya mfumo wa TEHAMA? Wote wanakuwa na access. Okay. Ndio. Kuna kitu kinanichanganya. Ndio. Na utachanganywa sana kama ambavyo tunavyoendelea hapa. Kuna kodi inaitwa ongezeko la thamani.